Usiku wake nimelala, kanileta tena upya. Mbele yangu ikaja kama skrini kubwa sana. Skrini kubwa sana mbele yangu wakati wa nimelala. Inanionyesha watu wengi, lakini wako katika hali ya utumwa. Wako utumwani wengi sana. Wako utumwani watu wengi sana. Lakini kuna viongozi wao ambao wapo wameshikilia fimbo, wanawatesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawatesa kwa hali ya juu mno. Lakini Mungu akaniambia hawa watu hawana nguvu, ambao wameshikilia mafimbo haya hawana nguvu. Akipatikana mtu mmoja juu ya wale watumwa, ndani ya wale watumwa, akasimama na akakataa, hawana cha kufanya. Lakini kwa sababu ya mioyo yao ni waoga, wana hofu kwenye mioyo yao, na ndio maana wanaendeshwa kama watumwa kabisa. Wakati usio wakati wa kumwendea Mungu kiustaarabu. Hapana, kiomba watakatifu. Bwana, hakika ulikiri ya kwamba hautaudhuru. Bwana mjiule, Mungu mtakatifu, tumepatikana katika taifa hili, ili Bwana ulirehemu. Bwana ulirehemu, hasira yako iwe mbali na taifa hili Bwana. Hasira yako Bwana iwe mbali na taifa hili Bwana. Tunasimama kwako, tunanyenyekea kwako, tunasimama kwako Bwana, ili Mungu, nguvu yako, uwezo wako Bwana, damu yako Bwana ikafunike taifa hili katika jina la Yesu. Kama Mordekai alipovaa magunia, akakataa kuvaa nguo za kawaida, akaingia kavaa magunia. Ili kusudi, kwa sababu gani? Alikuwa anaona uchungu na taifa lake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hebu tuache usanii, tuungane kwa pamoja. Usanii na mtawanyiko sio mpango wa Mungu, bali ni mpango wa kipepo kabisa, bali ni mpango wa shetani kabisa. Sasa hebu tuungane kwa pamoja, ili kusudi tukatae mpango. Tuungane kwa pamoja. Moyo wangu unauma, moyo wangu unahuzunika kwa hali ya juu mno ninapoona kanisa jinsi lilivyo leo, napoona watumishi wa Mungu jinsi walivyo leo. Hakika moyo unauma. Enyi wachungaji wa dini zote, hebu jaribuni kuwahimiza watu ili kusudi waweze kukaa katika situation ya maombi. Wamuombe Mungu. Kama kanisani kwako kuna kikundi cha maombi, kwa sababu kuna madhehebu mengine yameweka kikundi cha maombi, sio watu wote wanaomba, kuna kikundi cha maombi. Sasa hebu jaribu, watumishi wa Mungu, naomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Mungu Selemani James Kanuke. Mungu amenipa nafasi ya kuweza kusafiri nilikotoka nikafika mpaka mahali hapa. Lakini kwa sababu ya kusudi lake na mbiu ambayo iliyopigwa na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia ujumbe wa mtumishi wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu alivyomtokea kuhusu habari ya taifa. Na unaposikia habari ya taifa, kwa maana linamgusa kila mtu aliyeko katika taifa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliposikia hiyo habari, mtumishi wa Mungu ambavyo Mungu alimjia mtumishi wa Mungu, akamonyesha kuhusu habari hii ya taifa, nikasema huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Kwa sababu ukiangalia katika taifa letu hili jinsi tulivyo kwa sasa hivi, unajikuta waombaji wamechoka, watumishi wa Mungu wamechoka. Hawana namna ya kumwambia Mungu juu ya taifa lao zaidi ya siasa. Hawana namna zaidi ya siasa. Kwenye mitandao ya kijamii unakuta mtumishi yuko amejikita katika siasa, baada ya kwamba ajikite katika kuhamasisha habari ya waombaji waliombee taifa, lakini wao wanajikita katika siasa. Ni watumishi wachache sana, wachache sana. Na hili swala ni shahidi, kwa sababu kila wakati mimi nazungukia sana kwenye mitandao hii ya kijamii, nazungukia sana, lakini hakuna, hawapo kabisa. Lakini mtumishi wa Mungu amepata hii neema, amepata neema
Mungu akampa hii neema, akamonyesha kuhusu hali nzima, hali halisi ya taifa letu linakoelekea. Linaelekea wapi? Lakini shida nini? Shida ni waombaji. Shida ni waombaji. Tumekuwa na maombi ya kisanii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya kisanii ya kishalo, bila kujua, hatuendi hata kwenye historia kwamba watu walipokuwa wanapatwa na matatizo walikuwa wanaendaje mbele za Mungu. Tunaona wengine, tunaona katika maandiko matakatifu walikuwa wanavaa magunia, wanajipaka majivu. Lakini sasa tumekuwa mashalo, tunamwendea Mungu kwa ushalo. Bwana Yesu asifiwe. Tunafika wapi? Nimesikia hizi habari, moyo wangu ukahuzunika sana. Lakini nikasema nisiwe mbali na mtumishi wa Mungu, kwa sababu hili neno linatoka kwa Mungu, likanigusa. Sasa liliponigusa, nikaanza kujiuliza kwamba Mungu ametumia njia hii, amemtumia mtumishi wa Bwana ili kusudi kuamsha mioyo ya watu warudi katika kanisa la kwanza. Nikampigia simu mtumishi wa Mungu. Nikamwambia mtumishi, nakuja. Katika muunganiko huu nakuja katika muunganiko huu. Na kweli Mungu amenisaidia, nimefika katika muunganiko huu. Nilipofika katika muunganiko huu, nikasema niko pamoja na wewe mtumishi wa Mungu. Kama ni magunia tutavaa kwa ajili ya kuomboleza. Magunia, nguo kama hiyo walikuwa wanavaa pindi watu wanapoomboleza, ili kusudi kuondokana na ule usanii ambao unaofanywa na waombaji leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea maneno haya kwa machungu, mtu wa Mungu. Naomba unielewe, naongea na wewe maneno haya kwa uchungu. Ukizungumza, ukiangalia katika maandiko matakatifu, utaona kabisa wazi. Angalia katika maandiko, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, uone ambavyo kanisa lilivyokuwa linamwendea Mungu. Angalia, uone. Haya, acha huko, njoo katika Agano la Kale. Uone jinsi ambavyo watu walivyokuwa wanamwendea Mungu. Walikuwa wanamwendea Mungu kwa moyo mmoja, kwa ushirikiano, kwa nguvu moja. Lakini leo hii watu wamekuwa na matabaka. Ashukuriwe Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Ashukuriwe Mungu kwa sababu ya nafasi hii, kwa sababu ya jinsi ambavyo alivyompa maono mtumishi wa Mungu, ili kusudi waombaji. Hebu na mimi ninazungumza hili kwamba waombaji, hebu tuungane katika mikoa yote ya taifa hili, mikoa 26. Tunapaswa tuungane. Wawepo watu Mwanza, wawepo watu wapi huko Kagera, wawepo watu Shinyanga, waweko watu Mara, waweko watu, yani katika mikoa yote tuungane basi. Tuone kama Mungu hatatenda jambo. Labda kama Mungu wetu ni kiviwi, lakini naamini ya kwamba Mungu wetu anasikia kufika mpaka akaanza meseji kwa watumishi wake. Ujue kwamba uko mpango wa kuliokoa taifa pale tutakaposimama na kuunganika kwa pamoja kwa ajili ya kumlilia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu ndiye anayezungumza maneno haya yasemwayo yapo. Hata mataifa mengine yaliyoangamia ni kwa sababu yalikosa usikivu, yalikosa kuwasikiliza watumishi wa Mungu, ndiko yakaangamia. Lakini yangesikiliza maelekezo ya Mungu, hakika yasingeangamia. Tunaona katika maandiko ule ujio wa Yona, jinsi Mungu alivyomtuma Yona kwenda kule Ninawi. Angalia, mfalme wa Ninawi mpaka akavaa magunia. Aliposikia ujumbe huo, akavaa magunia, akamwendea Mungu, kwa sababu anaona hana namna nyingine ya kumwendea Mungu. Lakini leo hii yako wapi? Iko wapi? Wewe ni nani? Umekuwa nani kuwazidi wafalme na watawala waliokuwepo enzi zile?
Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuomba mtu wa Mungu, tuungane kwa pamoja. Ni kama jinsi tulivyoungana na mtumishi wa Mungu huyu. Na mimi nakualika tuungane pamoja kwa ajili ya kuomba toba na rehema juu ya taifa letu hili, ili kusudi Mungu alirehemu. Yako mambo ukizungumza ama ukisikiliza ujumbe wa mtumishi wa Bwana, utaona kabisa kwamba yako mambo magumu ambayo yameandaliwa kwa ajili ya taifa hili. Yako mambo magumu na mazito ambayo yaliyoandaliwa kwa ajili ya taifa hili. Kwa nini tusimwendee Mungu? Kwa nini tusimwendee Mungu kwa maombi? Enyi waombaji na waamsha sasa, muwe na uchungu na taifa hili. Natamani muwe na uchungu na taifa hili bila kujali aina ya dini. Kama wewe ni mwombaji, simama katika uombaji ili kusudi tuungane pamoja, tumwambie Mungu, tupate machungu na taifa hili. Tupate machungu na taifa hili. Tupate machungu. Maana hakika kabisa yako makusudi Mungu kukuweka katika taifa hili. Yako makusudi Mungu kukuweka katika taifa hili. Pendo, usione mzaa, usiweke mzaa juu ya swala kama hili. Hakika ipo siku. Isije katokea watu wa Mungu mkaanza kwamba kwa nini hatukupata taarifa. Lakini nakwambia mtu wa Mungu, hii ni mbiu. Ingekuwa enzi za kale, katika Agano la Kale ungesikia mbiu. Hii ni mbiu. Naomba watu wa Mungu muisikie hii mbiu, ili kusudi tuungane, twende kwa Mungu kwa toba. Kama jinsi ambavyo moyo wangu umenisukuma kuja kuungana na mtumishi wa Mungu, ili kusudi twende kwa pamoja kwa toba. Na ndio maana tuko mahali hapa, kwani ili kusudi kwenda kwa pamoja, tuwe na toba moja, ili kusudi Mungu aweze kurehemu na kulisaidia taifa hili kwa namna nyingine kabisa ya tofauti. Napenda kuambia swala hili, wapendwa, hebu tuungane. Hebu jaribuni kuwahimiza watu ili kusudi waweze kukaa katika situation ya maombi. Wamuombe Mungu. Kama kanisani kwako kuna kikundi cha maombi, kwa sababu kuna madhehebu mengine yameweka kikundi cha maombi, sio watu wote wanaomba, kuna kikundi cha maombi. Sasa hebu jaribu, watumishi wa Mungu, nawaomba tuombee taifa letu. Tumwombee rais wetu. Taifa letu tuliombee ili kusudi libaki salama. Madhumuni na lengo letu, taifa letu libaki salama. Ndicho tunachokitamani katika taifa hili. Maana hakika ni taifa ambalo Mungu ametuweka mimi na wewe. Nani alijua ya kwamba utakaa katika taifa hili? Hayupo. Nani angejua? Bali ni Mungu mwenyewe. Kila mtu amewekwa kwenye taifa lake kwa makusudi. Liko kusudi la Mungu kukuweka ndani ya taifa hili, mtu wa Mungu. Usione ajabu kwenda mbele za Mungu. Usione ajabu kwenda mbele za Mungu. Hata kama umevaa magunia kama jinsi mimi nilivyovaa, lakini namna uombolezaji ni namna ya jinsi ya kumwendea Mungu. Kama watu wa kale, kama kwenye Agano la Kale, jinsi watu walivyomwendea Mungu. Walimwendea Mungu bila kuona aibu. Walimwendea Mungu bila kuona nani ataniona. Watu wa leo hawamwendei Mungu kisa fulani ataniona, fulani atanicheka. Hapana. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wakati usio wakati wa kumwendea Mungu kiustaarabu. Hapana. Na unapaswa urudi katika maandiko, uone wengine waliombolezaje, uone wengine Mungu alikomboaje taifa lao. Soma hata habari za Esther, uone jinsi ambavyo Mungu alishughulika na Wayahudi. Mpaka Mordekai alipovaa magunia akakataa kuvaa nguo za kawaida, akakataa, akaingia kavaa magunia. Ili kusudi, kwa sababu gani? Alikuwa anaona uchungu na taifa lake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hebu tuache usanii, tuungane kwa pamoja. Usanii na mtawanyiko sio mpango wa Mungu, bali ni mpango wa kipepo kabisa, bali ni mpango wa shetani kabisa. Sasa hebu tuungane kwa pamoja, katayo mpango, tuungane kwa pamoja. Moyo wangu unauma,
Moyo wangu unahuzunika kwa hali ya juu mno ninapoona kanisa jinsi lilivyo leo, napoona watumishi wa Mungu jinsi walivyo leo. Moyo unauma. Nakwambia mtu wa Mungu, hakika iliko jambo ambalo Mungu, yako mambo ambayo Mungu aliyoyaandaa kwa ajili ya taifa hili, ambayo ni mambo magumu sana. Jua ya kwamba uko mpango watakapopatikana watu waombaji wa kubadilisha mambo, ujue ya kwamba upo mpango wa Mungu kubatilisha, upo mpango wa Mungu kubatilisha mabaya kuwa mema. Hakika upo mpango wa Mungu kuleta mapinduzi ya yale ambayo tunayasikia sasa, ya kwamba Tanzania yanaijiriwa kwa ajili ya Tanzania. Mungu atayabadilisha yawe mema. Mungu atayabadilisha yawe mambo mazuri kwa ajili ya taifa hili. Naomba mtu wa Mungu tende mbele za Mungu kwa toba. Jambo la kwanza, tende mbele za Mungu kwa toba. Naomba wewe unayenisikiliza, unayeniona, naomba tende mbele za Mungu kwa toba. Usikalie kuniangalia, usikalie kunicheka na kuniangalia aidha kwa sababu ya mavazi niliyovaa, lakini nakwambia salama katika maisha ya taifa hili ni kwenda mbele za Mungu kwa toba, bila kujali nani amekaeje, bila kujali namna ya jinsi ambavyo unavyovaa. Naomba mtu wa Mungu twende mbele za Mungu kwa toba, na mwendelezo uendelee kuwepo. Usiishie leo tu kwa sababu umenisikia, usiishie leo kwa sababu umeniona. Hapana, moyo wako uendelee kuomba, urudi kwenye ibada ya kweli kila itwapo leo. Maana Mungu wetu anapendezwa na ibada ya uombolezaji. Mungu wetu anapendezwa na ibada hiyo. Hata kama leo ikipita, jambo hili lisiishe moyoni mwako. Endelea kumsihi Mungu, endelea kumwambia Mungu. Tunaona katika taifa hili la Israeli, katika taifa hili la Wayahudi, jinsi ambavyo waliomboleza kwa siku walizopanga. Ilikuwa si swala la siku moja. Naomba mtu wa Mungu tuungane na wewe kwa ajili ya hili. Naomba tumwombe Mungu. Yaweza kuwa yako mambo ambayo yaliyofanyika katika taifa hili ambayo mimi na wewe hatuyajui, ila Mungu anayajua, na ndio maana amekasirika, uso wake umekunjamana kwa ajili ya taifa hili. Yako mambo, kwa hiyo ni lazima twende kwa toba. Tumwombe Mungu toba. Hata kama hujafanya wewe, lakini hili taifa ni la kwako. Hata kama hujafanya wewe, lakini twende kwa toba. Tumwombe Mungu toba. Hata kama hujafanya wewe, lakini hili taifa ni la kwako. Hata kama hujafanya wewe, lakini taifa linakuhusu wewe. Na ndio maana tunapaswa twende mbele za Mungu kwa toba. Tumwambie Mungu atusamehe, tumwambie Mungu aturehemu, tumwambie Mungu abatilishe mpango huu, tumwambie Mungu bila kunyamaza kabisa. Tumwambie Mungu kwa kulia, tumwambie Mungu kwa kulia, tumwambie Mungu kwa kuomboleza katika taifa hili. Mungu wetu uliye hai, hakika wewe ni Mungu mwenye neema, wewe ni Mungu mwenye upendo. Upendo wako Bwana hujaisha, haujakata bado Bwana. Tuko sasa Bwana katika madhabahu hii Bwana, tukiomboleza Bwana, tukipiga magoti Bwana katika madhabahu hii, ili Mungu tukapate kuona neema yako tena, damu yako Bwana ikasimame na kuonekana katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Tuko Bwana mikononi mwako, tukiomba toba na rehema, tukiomba toba na rehema Bwana Mungu. Yaweza kuwa yako mambo yaliyofanyika kinyume na kanuni zako Bwana. Tunaomba Bwana uturehemu, tunaomba Bwana uturehemu, utusamehe Bwana, usamehe Bwana taifa hili kwa mambo ambayo saa nyingine yameenda kinyume na mapenzi yako, yaliyoenda kinyume na kanuni zako Bwana. Tunahitaji damu yako Bwana, itusamehe Bwana, usamehe taifa hili Bwana, usamehe taifa hili Bwana. Tunaungana wote ambao Mungu wanaosikia ujumbe huu Bwana, naungana nao Bwana katika mikoa ya taifa hili, mikoa 26. Hakika Bwana tunaungana wote Bwana wangu, tukiomba toba hii Bwana, tukiomba toba hii Bwana. Bwana uturehemu Bwana, ili taifa hili Bwana likapate baki salama. Mungu mtakatifu uliye hai, tunahitaji toba Bwana, tunaomba toba Bwana, ili Bwana lipate kubadilika katika jina la Yesu. Tunafahamu ya kwamba Bwana toba ni mabadiliko, na ndio maana Bwana tunasogea kwako tukihitaji toba Bwana. Mungu tunahitaji toba. Ndio kwa Bwana tunaonekana uchache, lakini Bwana hakika Bwana tunaona katika mji wa Sodoma na Gomora kwa jinsi Ibrahimu alivyozungumza na wewe, ya kwamba wakiwepo wawili watatu, hakika wakiomba watakatifu Bwana, hakika ulikiri ya kwamba hautaudhuru Bwana mji ule. Mungu mtakatifu,
tumepatikana katika taifa hili, ili Bwana ulirehemu Bwana, ulirehemu. Hasira yako iwe mbali na taifa hili Bwana, hasira yako Bwana iwe mbali na taifa hili Bwana. Tunasimama kwako, tunanyenyekea kwako, tunasimama kwako Bwana, ili Mungu nguvu yako, uwezo wako Bwana, katika jina la Yesu. Hakika Bwana mtakatifu, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe Mungu aliye hai. Tunasimama Bwana kwa nguvu zote Bwana, tukiliombea taifa hili, tukiliombea taifa hili, ili Bwana ulirehemu Bwana, ulirehemu Bwana, ulirehemu Bwana. Mungu aliye hai, damu yako ikafute Bwana makosa yote Bwana yaliyofanyika katika taifa hili, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Uweza na nguvu zako Bwana, tunasogea kwako Yesu. Uturehemu Bwana, damu yako Bwana ikafute kila kumumuza makosa yote, kila aina ya dhambi, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Uweza na nguvu zako, mamlaka yako Bwana, naiombea bendera hii ya taifa hili Bwana, ulirehemu Bwana, ulirehemu katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nasimama Bwana kwa wakati Bwana, Mungu aliye hai, nikiungana watu hawa, Mungu mtakatifu aliye hai, naungana Mungu na waombaji wote waliosikia ujumbe huu Bwana, Mungu walehemu, naungana nao ili Bwana uweze kukaa pamoja nao. Umoja huu ambao Mungu ulioanzisha ndani yetu, tunajua ni uamsho juu ya taifa hili. Mungu, huu ni uamsho juu ya taifa hili, na ndio maana tunasimama kwako, tunasimama kwako Bwana, ukiachilia uamsho Bwana. Endelea kuachilia uamsho huu hata kwa watu wengine watakaosikiliza ujumbe huu. Mungu akurudie, warudi magotini pako, warudi kwako Bwana wangu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Mungu wangu aliye hai. Hakika Bwana, naona nguvu na uwezo wako, naona nguvu na uwezo wako Mungu wangu, naona nguvu na uwezo wako Mungu wangu. Lisamehe na kulirehemu taifa hili. Pendo wako Mungu ni wa ajabu mno, kwa kuwa Mungu ulipenda taifa hili pamoja na watu wake, na ndio maana ukaruhusu liwepo, na wala sio akili za kibinadamu, bali ni akili zako Mungu wangu, na ni akili zako Mungu wangu. Kuwepo kwa taifa hili ni ujuzi wako Bwana, na wala sio ujuzi wa mwanadamu, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, tunakuhitaji sasa Bwana, ukafunike taifa hili kwa jina la Yesu. Mwanga wa neema Bwana ukatokee tena kama jinsi ulivyotoa hii Bwana juu ya watumishi wako Bwana, ukatokee Bwana wangu, ukatokee Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu nashukuru kwa sababu ya neema hii, lakini pia Mungu nashukuru kwa wale waliosikia habari hii. Hautaleta mzaa ndani yao, bali utaleta moyo wa utii, kusudi tu kuendee wewe Mungu kwa neema na utukufu wako. Ibada zako Mungu ukawawezeshe Bwana kuweza kutimiza ibada ndani ya mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hakika wewe ni Mungu aliye hai. Endelea kuweka uchungu Bwana ndani ya mioyo ya watu hawa, uchungu wa taifa hili, uchungu wa kulisogeza kwako taifa hili, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Salama ya taifa hili ni kwako, na ndio maana tunakuja kwako Mwokozi, tukiungana kwa pamoja, kama jinsi ambavyo Bwana tunaona kanisa la kwanza lilivyoungana kwa pamoja, na hakika Mungu likapata matokeo mazuri. Bwana, tunakuomba Mungu wangu aliye hai, uendelee kuwa pamoja nasi. Damu yako Mungu izidi kutufunika tunapoendelea na toba hii, damu yako izidi kutufunika Bwana. Hakika Mungu tunakuomba mno, hakika Mungu tunapomboleza Mungu kwa machozi yetu, turehemu Bwana wangu, uturehemu Mwokozi wangu, uturehemu Mungu aliye hai, utufunike Bwana, utuondoe Bwana kwenye ratiba ya adhabu ambayo Mungu uliokwisha kuandaa Bwana, iliyokwisha kuandaliwa Bwana katika taifa hili Bwana. Tunaitokomeza mbali adhabu hiyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Madamu waombaji wamepata mwamko, amani yako Bwana ikatawale katika taifa hili Bwana. Asante Bwana kwa neema hii. Hakika Bwana, shukuru kwa neema hii, kani neema iliyoje. Hakika Bwana, jisikia fahari. Hakika Bwana, kunipa nafasi ya kusogea hivi, ya kuweza kuombea taifa langu. Nami Mungu nasimama kwa zamu yangu, nikisogeza taifa langu hili Bwana, nalisogeza kwako. Hakika Mungu, nalisogeza taifa langu hili, nalisogeza Mwokozi, nalisogeza Mwokozi wangu, ili Bwana ulirehemu,
urehemu viongozi wake, urehemu Bwana viongozi wote Bwana. Mungu wa rehemu na wasamehe katika jina la Yesu. Nafahamu ya kwamba Bwana wapo kwa ajili yako katika jina la Yesu. Viongozi wote, yuko rais, makamu wa rais Bwana, wako wabunge, wako na madiwani Bwana, ukawarehemu Bwana. Weza kuwa katika uongozi wao yako mambo ambayo Bwana ile yamechukiza bila ya sisi kujua, na ndio maana Mungu ghadhabu kama hii inasimama, inaonekana. Tunahitaji Mungu wangu usimame Bwana kwa namna ya pekee katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Bwana wangu kwa neema hii. Naipenda nchi yangu, napenda Mungu taifa langu Mungu nalipenda. Hakika Bwana nalipenda, pamoja na viongozi wote Bwana Mungu liye hai. Najua viongozi wote wanaowekwa ndani ya taifa hili Bwana wanatoka kwako. Nina uhakika huo ya kwamba Mungu viongozi wote wanaowekwa katika taifa hili wanatoka kwako Bwana. Nalipenda Bwana taifa hili. Niliposikia habari hizi ambavyo Mungu alivyozungumza na mtumishi wako, hakika nikajua ya kwamba Bwana unaliwazia mema taifa hili, unaliwazia mema mno, unawazia mema viongozi wetu. Mungu rais wetu Samia Suluhu Hassan, hakika Bwana unamwazia mema mno Bwana. Mema yako Bwana yakaendelea kuwepo katika jina la Yesu, maana isingekuwa ni hivyo hakika ujumbe usingetokea kwa watumishi. Lakini Mungu, kwa sababu mawazo yako ni mema, mawazo yako ni amani, na ndio maana Bwana ukautuma ujumbe uende kwa watu wako, ili Mungu wapate kuchukua nafasi ya kuomba toba na rehema juu yao katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa wema wako. Ninakushukuru Mungu kwa sababu utatenda hakika. Nina imani na wewe Mungu wangu liye hai. Nina imani na wewe hakika, bila kujali midomo ya wanadamu. Na ndio maana ninasogea kwako Mwokozi, upate kulirehemu taifa ile Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti liye hai. Asante Mungu wangu kwa neema hii, kwa utukufu wako Bwana. Tunahitaji salama yako Bwana ikapate kupatikana katika taifa hili. Salama yako Bwana ipate kupatikana katika taifa hili Bwana wangu. Ninakuhitaji mno Bwana. Tunaona Mungu mtakatifu, tunapoona mifano kama jinsi ambavyo yangamiza Sodoma na Gomora, mfano tunaogopa Mungu, tunaogopa mno, tunaogopa Bwana wangu, kwa namna ambavyo tunavyoisoma katika historia ambavyo Mungu Sodoma na Gomora ilivyoangamia kwa kukosa utii. Tunaomba kwako Bwana, tunaomba kwako Mwokozi, hasira yako Mungu isiwake ndani yetu, isiwake Bwana katika taifa hili. Mungu liye hai, isiwake hakika Bwana. Tunaomba kwako, tunaomba Mwokozi, tunaomba kwako Bwana, usije ukatuangamiza Bwana kama ulivyoangamiza Sodoma na Gomora Bwana kwa hasira yako Bwana. Tunaomba Bwana mtakatifu, tuko mikononi mwako kama jinsi ulivyotamka katika maandiko matakatifu ya kwamba ombaye upewa. Yesu Kristo mwana Mungu, tunakuja kwa rehema zako, tunakuja kwako ili Mungu tuweze kupewa amani. Nakushukuru Mungu wangu kwa rehema zako na nguvu zako, kwa kuwa uko pamoja nami. Umenijalia taifa hili Mungu kuwa na mikoa 26, na hakika ndani ya kila mkoa wako watu wanaoomba, wako watu waliovaa magunia kama mimi, wako watu ambao wanaomboleza, wako watu ambao Bwana wanaomba toba usiku na mchana. Na ndio maana Bwana tunasogea kwako Bwana, uzidi kuturehemu, uzidi kutusikia Bwana. Maombi yetu Mungu yanaungana katika ulimwengu wa roho. Hakika Bwana tunakuwa kitu kimoja katika kuliombea taifa letu. Asante Mungu wangu kwa neema yako hii, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Watumishi wa Mungu, wakati mwingine nimesimama, unaweza ukaona ajabu sana hivi nilivyo, lakini huu ni uchungu na taifa langu, na uchungu sana. Naomba tuungane, tuache ule usanii kuomba kishalo. Hebu tuache, tupate kuwa tofauti na watu wa kidunia. Tumwendee Mungu kwa namna yake. Hakika Mungu wetu ni mwepesi wa kusikia na atatusikia. Hakika naamini ya kwamba uko pamoja nami. Maombi haya na kuomba yaendelee. Ukiwa uko nyumbani kwako, endelea kumlilia Mungu. Moyo wako usiruhusu kuwaza mambo mabaya.
Moyo wako usiruhusu kuwa na mabishano. Moyo wako mwelekeze Mungu. Mwelekeze Mungu, ndiye atakayesaidia. Hakuna cha rahisi, hakuna cha nani. Msaada mkubwa upo kwa Mungu. Upo kwa Mungu. Msaada mkubwa upo kwa Mungu. Yako mambo magumu sana. Naomba mtumishi wa Mungu, neno hili likae ndani yako, ili kusudi angalau likawe nguzo katika maisha yako. Taifa hili ni muhimu. Ni muhimu sana katika maisha yako hayo ulionayo. Taifa hili ni la muhimu. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie jambo moja. Shida hii ni ya kanisa. Na hii shida ni ya kanisa. Nasikia nguvu ya Mungu kuliambia kanisa. Nasikia nguvu ya Mungu kuliambia kanisa. Kwa sababu kanisa la Mungu limekuwa mbali. Limekuwa mbali sana. Limekuwa mbali na Mungu. Limekuwa mbali na Mungu sana. Wapo watu wanajiita wa Kristo, lakini wako mbali na Mungu. Mbali na Mungu sana. Mambo haya yalipita katika ufahamu wangu. Mambo haya yalitokea. Kanisa liko mbali sana, watu wa Mungu. Naomba mtu wa Mungu nielewe na unisikilize kabisa. Kabla ya mtumishi wa Mungu kunena mambo haya, Mungu alikuwa ameshanena nami, akinionyesha kuhusu habari ya kanisa la kwake, jinsi ambavyo liko mbali na Mungu. Na Mungu hajanyamaza, analitafuta kwa hali na mali, ili kusudi apate kufanya. Nilipata masikitiko makubwa. Na ndo maana watu wa Mungu najikuta kanisa najitaabisha kila itapo leo, lakini alipati matokeo, kwa sababu abudu na uombaji umekuwa ni wa kisanii. Haupo kwenye mapenzi na mpango wa Mungu. Hebu turudi katika imani. Turudi wapendwa. Kanisa la Mungu liko wapi leo? Na ndio maana mambo kama yanatokea. Kanisa la Mungu liko wapi? Natamani nikwambie mambo mengi sana, mtu wa Mungu. Natamani nikwambie mambo mengi sana, mtu wa Mungu, ambayo Mungu ananishuhudia ndani yangu. Ambayo Mungu ananishuhudia. Hivi tunamjua Mungu? Tunakaa tu kama vile watu ambao hatumjui Mungu. Wapendwa, nataka nikwambie, Mungu ana haja na kanisa lake lipatikane. Unapoona mambo haya, ujue kanisa liko mbali. Mungu analitafuta kanisa la kwake. Mungu analitafuta kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ila ninakwambia tu, acha tu niseme, wakati mwingine nakosa lugha ya kuambia, nakosa lugha ya kuliambia kanisa. Kwa sababu naweza ukasema sana, ukaonekana kwa watumishi wa Mungu wengine hauna maana, wala ikaonekana ya kwamba unawatukana. Lakini ukweli, kanisa la leo linapotezwa na mafundisho ya kishetani kabisa, kwa sababu hatupeleki kwenye kweli ya Mungu. Watu hawapeleki kwenye kweli ya Mungu, ya kwamba Mungu yuko hivi. Mungu anapendezwa na nini? Mungu anapendezwa na waombaji. Anapendezwa na watu waombaji. Anapendezwa na watu wanaomtegemea yeye, na wala sio. Anapendezwa na watu ambao wanaojitambua, wanaotambua nafasi zao, wanatambua nafasi zao. Biblia inaambia kwamba kanisa la Mungu, ilinieleza kuhusu habari ya kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu akanieleza kuhusu habari ya kanisa la Mungu. Akaniambia kwamba kwa nini watu wanakuwa hivi? Ni kwa sababu wamenyang'anywa haki zao za msingi. Haki zao za msingi wamenyang'anywa. Lile jina kanisa wamelipeleka kwenye majengo, wao wakabaki kuona ni washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sipendi uwe mshirika, ila ninapenda uwe kanisa la Mungu. Sipendi uwe mshirika, bali napenda uwe kanisa la Mungu. Ukiwa kanisa la Mungu, utajua namna ya kulilemba, utajua namna ya kulitunza, kama jinsi leo watu wanavyopeleka mapambo yao kwenye majengo yale. Watu wanavyopeleka mapambo yao kwenye majengo, halafu wao wanakuwa lazi kwenda kufanya uchafu wa namna yoyote. Mili yao wanaifanyisha uchafu, lakini Jumapili wamo kanisani wanaenda kupamba jengo. Mungu azungumzie majengo, anakuzungumzia wewe. Hana shida na majengo unayohangaika nayo leo, bali ana shida na wewe. Utambue ya kwamba wewe ni kanisa la Mungu. Utambue ya kwamba wewe ni hekalu takatifu la Mungu, ambalo wewe halipasi kunajisika, halipasi kunajisiwa kwa namna yoyote. Mungu anakasirika mno pale unaponajisi kanisa la kwake.
Na ndio maana nataka kulipiga taifa, kwa sababu watu wananajisi kanisa la Mungu, wanauleta unajisi katika kanisa la Mungu, unajisi kabisa, tena bila woga. Mtu yuko tayari kwenda kwa uoga kwenye yale majengo, yuko tayari kabisa. Na watumishi wa Mungu wanaona wako tayari kwenda kwa unyenyekevu kwenye yale majengo, lakini hawako tayari kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu. Hawako tayari kuilinda miili yao ambayo ni kanisa la Bwana, ambayo ni hekalu la Bwana. Hawako tayari. Tufanyeje sasa? Tufanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Ninakosa lugha ya kuambia watumishi wa Mungu, ninakosa lugha ya kuambia, lakini liko neno la Mungu, liko neno la Mungu. Ole ya Mungu imekuja katika taifa hili, lakini si kwa sababu ya viongozi. Hapana, ni kwa sababu ya kanisa la Mungu ambalo ni muhimili wa taifa. Kanisa la Mungu ni muhimili wa taifa. Na ndio maana tunapata ole leo. Tunapata onyo ambalo Mungu anatuonya Bwana Yesu anatuonya tupate kubadilika, tupate kumwendea yeye, tupate kumtafuta yeye katika sala, katika ibada, katika kuomboleza. Tumtafute yeye. Ibada zetu zimekuwa za kipepo. Mungu hayumo ndani mwetu. Unakuta mtu yumo ibadani ana headphone, wakati wa mtumishi wa Mungu anahubiri kule. Unakuta mtumishi wa Mungu mwingine yumo kanisani, lakini mawazo yake yote hayako mahali pale, yako nyumbani. Hizo kama ni mlimaji, yuko mawazo yako shambani. Kama ni mfanya biashara, mawazo yake yako kwenye biashara yake. Uko si kumwabudu Mungu, bali ni kuabudu mapepo, bali ni ibada na kishetani. Mungu anapendezwa na ibada njema kutoka moyoni. Moyo wako unaabudu nini? Moyo wako unazungumza nini kuhusu habari ya Mungu? Ukizungumza tofauti na habari ya Mungu, hakika umeingiliwa. Hizo ni ibada ya kipepo, pepo sana. Nikasimama siku moja kutoa ushuhuda wa Mungu alichonionyesha. Alinionyesha ile tarehe 3 mwezi wa 10. Nikaona jinsi ambavyo mwanamke, ukifuatilia utaiona kwenye channel yetu ya Christ Secret Mission, jinsi ambavyo Mungu alivyonionyesha niko juu ya mlima mrefu sana. Mungu akaniambia angalia chini uone. Nikaangalia chini nikamwona mwanamke yuko kule chini. Mwanamke amefunikwa na giza kubwa. Macho yangu yakaogopa sana, yakaogopa mno. Nilipoangalia tena mara ya pili, kwa sababu yalipoogopa, nikarudisha macho yangu, nikaangalia tena mara ya pili, nikakuta yule mwanamke amefunikwa na utisho. Ana utisho wa utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefunikwa na utisho wa utawala. Nikaogopa tena, lakini moyo wangu unamsononekea, unamhuzunikia yule mwanamke aliyefunikwa na ule utisho wa utawala. Unamhuzunikia, na sina namna ya kumwacha, kwa sababu hakika nia yangu ni kumtoa mahali pale. Nia yangu likatoka kama jukumu langu ambalo Mungu alilonipa, ni kumtoa mahali pale. Nikasema huyu mwanamke nitamwambia nini? Nitamwambia nini huyu mwanamke ili kusudi anielewe? Kwa sababu kwanza na utisho wa utawala. Sasa mimi najiona kama vile ni mtu tu ambaye sina chochote. Ni mtu tu ambaye sina chochote kwa kweli. Nikajiuliza nifanye nini? Nataka unisikilize ili kusudi urudi tu kwenye kweli ya Mungu. Nataka unisikilize, labda utaona jinsi ambavyo Mungu ana haja na kanisa lake, lakini liko mbali sana. Mungu akaniambia angalia. Nikaangalia, nikakuta na utisho wa utawala. Nilipoona ule utisho wa utawala, moyo wangu ukatetemeka sana. Ikabidi sasa nikaanza kujihoji ndani yangu kwamba nitamwambia nini. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia wakati ule, akasema ya kwamba mwambie atubu, kwa sababu asipotubu hakika ataenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ushuhuda huu. Akaniambia mwambie atubu, asipotubu hakika ataenda pale. Nikatazama pale, inaposemwa pale mtu wa Mungu, panatisha, kwa sababu lilikuwepo giza kubwa kuliko lile la kwanza. Panatisha kama nini? Hakika panatisha. Hakika hata kama angeingia hata sisimizi, hakika ningemhurumia, kwa sababu panatisha sana. Nikajiuliza niende nikamwambie, lakini mtu mwenye utisho ni kama vile ni ubishi fulani ndani yake. Yule mwanamke amejaa utisho, ule utisho ni ubishi. Nikajiuliza hapa nilipo sina hata Biblia sina. Ufahamu wangu ukaja Biblia nimeacha nyumbani.
Sasa nitamwambiaje ili kusudi apate kutubu? Kwa sababu neno ambalo niloambiwa ni moja tu, kwamba kitubu atakuwa salama. Kajiuliza nifanye nini? Biblia nimeacha kabisa kanisani. Ufahamu wangu kaniambia Biblia nimeacha kanisani. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie jambo moja. Akaniambia asipotubu hakika ataenda pale. Nikaangalia pale, mpendwa, inaposemwa pale, hakika panatisha, pana giza kubwa kuliko pale alipo. Pana giza kuliko pale alipo. Ndipo nikatolewa kwenye hiyo hali, nikarudi katika hali ya kawaida. Mpendwa, nataka nikwambie, moyo wangu ulifadhaika mno. Nimeamka na fadhaika mno. Nilipofadhaika nikakosa majibu, nifanyeje? Ni nani huyu mwanamke? Ni nani? Mungu, mbona ananiambia kuhusu habari ya mwanamke huyu? Ni nani? Nikapata nafasi ya kwenda kumsimulia mtumishi wa Mungu ili kusudi angalau anipe moyo kidogo. Nikaenda kumsimulia mtumishi wa mmoja wa Mungu. Nilipomsimulia huyu mtumishi wa Mungu, cha kwanza tu akacheka, halafu akanihurumia, akasema, mwanangu, hili jukumu ni zito. Hili jukumu hauliwezi. Endelea tu kumwomba Mungu ili kusudi alipeleke kwa mtu mwingine, kwa sababu ujumbe huu wala haujafichwa, hauna maficho. Anayezungumziwa hapa ni mtawala wa nchi hii. Lakini akaniambia, nenda tena kwa Mungu ili kusudi akupe njia. Na mimi nikalizika na jibu la kwamba niende kwanza kwa Mungu. Nilipoenda kwa Mungu, nikarudi kwa Mungu, nikasugua magoti, nikaomba, nikaomboleza, nikaomba. Ndipo Mungu akanileta tena upya. Usiku wake nimelala, akanileta tena upya. Mbele yangu ikaja kama skrini kubwa sana, skrini kubwa sana mbele yangu. Wakati huo nimelala. Inanionyesha watu wengi, lakini wako katika hali ya utumwa. Wako utumwani, wengi sana. Wako utumwani. Watu wengi sana. Lakini kuna viongozi wao ambao wapo wameshikilia fimbo, wanawatesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawatesa kwa hali ya juu mno. Lakini Mungu akaniambia, hawa watu hawana nguvu. Ambao wameshikilia mafimbo haya hawana nguvu. Akipatikana mtu mmoja juu ya wale watumwa, ndani ya wale watumwa, akasimama na akakataa, hawana cha kufanya. Lakini kwa sababu ya mioyo yao ni waoga. Mioyo yao ni waoga. Wana hofu kwenye mioyo yao, na ndio maana wanaendeshwa kama watumwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme hii, mtumishi wa Mungu. Halafu ikapita, ikaondoka. Ilipopita ikaondoka, watu wa Mungu, nataka nikwambie, moyo wangu ukalia. Lakini neno la Mungu likaja, likasema hivi, mtumishi wa Mungu, hivi kibibilia, hebu rudi katika maandiko uone kibibilia mwanamke anatamkwa kama nani. Mbona unajihangaisha kutafuta tafasiri kwa watumishi wa Mungu? Aidha muda mwingine katika swala lile ni vipofu wasioona. Kwa nini? Ujumbe umepewa na Mungu, rudi mbele za Mungu. Ujumbe wa Mungu, rudi mbele za Mungu. Wapendwa, nikarudi katika maandiko matakatifu. Niliporudi katika maandiko matakatifu, nikaona mwanamke ni kanisa la Bwana. Mwanamke ni kanisa la Mungu. Mwanamke ni kanisa la Mungu. Ndipo Roho Mtakatifu akaniambia ndani yangu ya kwamba umepewa jukumu la kulirudisha kanisa katika misingi ya mitume. Umepewa jukumu la kulirudisha kanisa katika misingi ya Mungu. Umepewa jukumu ya kulirudisha kanisa katika kuyafanya yaliyo ya Mungu. Hebu kanisa la Mungu lijitambue. Yako mambo mengi ambayo watumishi wa Bwana wanasumbuka nayo. Yapo mambo mengi, lakini wakati mwingine tunasumbuka tu. Hatuna watu wa kutushika mkono. Tutafanya nini kwa sababu hatuna watu wa kutushika mkono? Tunasumbuka, hatuna. Unajikuta kuna mambo ambayo yanajikuta yanafanyika. Wakati wa Mungu alitupa ujumbe tuwapelekee watu wa Mungu, tulipelekee kanisa la Mungu, yanafanyika tu. Kwa sababu hatuna nyenzo, hatuna vyanzo ili kusudi ujumbe kama huu kufikie. Na kuomba mtu wa Mungu, na kuomba sana
Yako mambo mengi ambayo Mungu amenionyesha. Tufuatilie katika chaneli yetu. Fuatilia katika chaneli hii. Fuatilia tu, mtu wa Mungu, utaona Mungu. Fuatilia. Mungu ameandaa mambo mazito kwa watumishi wa Mungu. Yamo mambo mazito. Mazito sana. Basi naomba kwa siku ya leo tumshukuru Mungu, halafu tutaendelea tena wakati mwingine. Mungu liye hai, na kushukuru kwa sababu ya watu hawa walionisikiliza kwa leo. Najua Mungu ni nafasi yako, Mungu uliowapa. Mungu umewapa wewe na wala sio mimi, umewapa wewe. Sasa naomba uendelee kuweka kiu ya kukusikiliza na kufuatilia, ili kusudi Bwana wabaki salama. Na kushukuru Mungu kwa sababu utatenda hivyo. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Akubariki sana. Amen.